Naitwa Venasi Chili, ni mratibu kutoka taasisi ya Shivuta tawi la Buyuni Nyebulu. Ninashukuru siku ya leo imekuwa siku ya kipekee. Tumeweza kutembelewa na mgeni wetu kutoka Tanga kwa ajili ya mafunzo kwa ajili ya walimu wetu. Pia tunamshukuru mkurugenzi Paulo Koti pamoja na mwenyekiti Ayubu mtendaji pamoja na HR pamoja na viongozi wote pamoja na walimu wenzangu. Nazidi kuwashukuru kwa ajili ya mafunzo haya ambao walimu wako mafunzoni ambao wakiwa wanaratibu. Labda mwalimu, kitu gani ambacho umejifunza kutokana na mkufunzi kuja kutoa mafunzo ambaye kikundi hiki kutoka Buyuni hapa ambayo ni tawi inaongoza wewe wamefurahia sana? Unadhani nini kifanyike au unazungumzaje vipi mafunzo haya? Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumpa kibali mkufunzi kutoka Tanga. Amefundisha vizuri, watu wameelewa, wanafunzi wameelewa. Pia wanafunzi wanasema kwamba hizi salamu tuwampelekee mkurugenzi Paulo Koti na mwalimu Ayubu kuwaleta wakufunzi wazuri mbalimbali. Kwa majina naitwa Joseph Peniel, ni mkufunzi au mwezeshaji ambao nimekuwepo katika tawi la Buyuni Shivuta kwa ajili ya kuweza kusaidia wawezeshaji ambao wanapewa dhamana ya kuweza kufundisha vikundi vya ujasiriamali katika mitaa na katika jamii yao. Kwa mafunzo haya tumefanya kwa siku moja kutokana na muda, lakini katika muda mfupi ambao tumekuwa nao ni wanafunzi ambao ni wasikivu, wana uwezo mkubwa wa kuweza kuelewa na kupambanua mambo, kwa sababu ni watu wenye shauku, na mara nyingi kufundisha mtu ambaye ana shauku ni rahisi kuweza kukamata yale ambayo anafundishwa. Mafunzo yameenda vizuri, tushukuru Mwenyezi Mungu. Tangu tumeanza mpaka tunamaliza watu wameendelea kuwa na shauku ya kutamani kuweza kujua mafunzo haya ambayo yalikuwa nalenga kuweza kuongeza ufahamu wao, wafahamu kwamba kama mkufunzi, kama mwezeshaji, yeye ni dhana ya kwanza, ni zana ya kwanza kabisa katika mafundisho yake. Sio makabrasha wala kile ambacho anakifundisha, isipokuwa yeye mwenyewe ndio tool ya kwanza, ndio zana ya kwanza ya kuweza kuleta mabadiliko katika jamii ambayo anataka kuiongoza au vikundi ambavyo anataka kuwezesha. Anaanza kubadilika yeye ili aweze kubadilisha wengine. Kwa hiyo masomo ya kuweza kuongeza ufahamu wa wawezeshaji hawa, walimu na wafunzi hawa, waweze kuwa sehemu ya msaada katika jamii, na wasipo kuna mabadiliko, shida sio jamii ile, bali shida ni yeye mwezeshaji ambaye anawezesha, kwa sababu ameshindwa kuweza kueleweka na kuwasaidia watu ambao wanawezesha waweze kuelewa somo lake vizuri. Kwa masomo haya yameenda vizuri na mpaka sasa hivi wamefanya vizuri sana na wameondoka na shauku kubwa ya kwenda kutekeleza yale ambao wamejifunza katika mafunzo haya. Nitoa shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi Selina Chili ambao wamekuwa pamoja na sisi katika kuweza kuratibu mambo haya na kufanikisha jambo hili kufanikiwa kwa weledi mkubwa. Asante. Labda mkufunzi, leo hii umeingia kwenye shirikisho la ujasiriamali Shivuta katika tawi la Buyuni. Huu ni mtaa wa Taliani na tuko kwa kiongozi Evelina. Labda uitikio au hamu ya kupata mafunzo kwa uliotoa, unawazungumziaje hao walimu watarajiwa? Kiu yao umeonaje? Kiu yao ni kubwa sana. Hiyo ni kubwa sana kwa sababu hata baada ya kuambia wasiandike chochote, lakini nimeona jitihada zao kimbilia kuandika, sema natamani kuweza kuona mambo makubwa zaidi. Hata namna walivyokuwa wanauliza maswali, namna walivyokuwa wanaelezea uelewa wao mpya na kitu ambacho wanaondoka nacho, inaonekana ni kwamba wamekamata masomo haya na watawasaidia katika maisha yao, lakini pia katika kazi yao ya kuweza kuwezesha wengine kufahamu kwamba wao ndio wafuasi wa kwanza, wafuasi ambao wanapenda katika jamii. Lazima waanze na wao kubadilika ili wabadilishe watu wengine. Wasipobadilika, shida sio wao, shida ni yeye, kwa sababu badiliko la kweli linaanza na mtu ndani ya nafsi. Labda unazungumzaje nani mkufunzi Evelyn Chichichi ambaye ni miongoni mwa walimu ambaye amekusanya watu wazee, watu wazima na wamekubali kusanyika na pia wamempongeza kwa kazi nzuri anayoifanya? Unazungumzaje pia mkufunzi? Ni mtu wa kipekee kwa kweli, kwa sababu hata taarifa alizopata wakati tunakuja ni kwamba tulipata kwamba alikuwa anaugua, na lakini pamoja na hayo yote ameweza kuratibu masomo haya na hata wanafunzi wakaweza kuhudhuria kwa wakati, lakini pia kwa kutii na kuheshimu darasa kwa muda wote huu. Na mmoja mmeona hata wakati tunafundisha wanafunzi waliposimama na kuweza kumpongeza kwa dhati ya moyo kwamba wanaona utumishi wake katika kazi ambayo anafanya. Na ukipata mtu namna hii katika jamii, wanasema ni kitu ambacho anafanya watu wakumbuke, sio ujikumbushe, bali watu wakumbuke. Na tumeona hiyo ni dhahiri kwamba watu wanakumbuka wema wake, namna ambayo kwa msikilizaji msikivu kwao na kuweza kutendea kazi yale ambayo anashauriwa au wanapokuwa
kukubaliana. Kwa hiyo nimpongeze Evelyn Msuchili kwa namna ambavyo wamefanya kazi kubwa na kuweza kuratibu watu na kazi anayofanya ya kuratibu shughuli nzima za shirikisho. Asante.